Kama tulivyosema katika utangulizi na kama tunavyosikia hata sala za mwanzo za kukaribisha masomo, karibu siku zote kipindi cha Pasaka nazungumzia kuhusu upya, kuzaliwa upya, kuacha hali ya kizamani, hali ya Adamu, na kushiriki hali ya Adamu wa pili ambaye ni Yesu Kristo. Nguvu hizo zinapatikana kupitia ubatizo. Kwa kifupi tu, hali ya zamani, kiumbe kile cha zamani ambacho kiliumbwa Adamu, kilichofanya anguko lao ilikuwa ni ubinafsi. Ubinafsi, baada ya kuambiwa kwamba hili tunda litakufanya uwe kama Mungu, ile hali ya kutaka kuwa kama Mungu, kupata nguvu za kimungu, ni njia mojawapo ya ubinafsi. Walijifikiria wenyewe kwanza bila kumfikiria Mungu. Walifikiria wenyewe na kusikiliza sauti nyingine tofauti na sauti ya Mungu. Kwa hiyo kwa njia moja ubinafsi, ukaidi, ndio ilikuwa chanzo cha anguko ambalo ndio Adamu wa kwanza. Adamu wa pili amekuja na kujitoa. Anamsikiliza Mungu baba yake katika yote. Anaonyesha ametumwa ili kutoa uhai wake na sio kupokea bali kutoa, na kadhirisha moyo wa utumishi, kujitoa nafsi yake mpaka kufa msalabani, na kawaonyesha wafuasi wake wafate njia hiyo. Kwa hiyo kwa kifupi, kuzaliwa kwa pili kwa njia ya ufufuko wa Kristo ni kuwa kama Kristo mwingine. Kuto kuzaliwa kikamilifu, kubaki katika hali ya zamani, ni kubaki katika hali ile ya ubinafsi, ya kujifikiria nafsi zako mwenyewe bila kufikiria nafsi za wengine, bila kufikiria matakwa ya Mungu. Na ndio katika hali hiyo unaona mitume Yohani na Petro wamepekwa gerezani. Wanapotoka wanaomba ujasiri wa kuendelea na kazi ile ya kumhubiri Kristo. Kumhubiri Kristo ni kuhubiri njia zake na kuwafanya wale wanaosikiliza wasipokee tu habari zake bali waziishi. Kumhubiri roho ya Kristo ni kupokea roho yake ya kujitoa, ya utumishi mpaka atakufa msalabani. Ndio basi tunakuwa viumbe vipya. Na ndio katika hali hiyo Nicodemus anapoelezwa kwamba lazima uzaliwe upya, lazima uzaliwe na roho na maji. Kwa njia hiyo ni mabadiliko ya ndani ya kutoka hali ya kibinafsi na kuwa hali ya kujitolea kwa Mungu na kwa jirani zetu. Nasema asubuhi ya leo tunatoa misa hizi kwa ajili ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Wote tunafahamu kwamba alikuwa na upekee wake katika uongozi tumishi, na fikra zake nyingi zilijengwa katika tafakari yake ya neno la Mungu, katika tafakari yake ya Wakristo wa kwanza walivyoishi kwa moyo usiokuwa kibinafsi wa kujitolea, na anaingiza hiyo katika mitazamo ya kisiasa. Kwa maana moja au nyingine, baba wa taifa na sasa hivi anaitwa mtumishi, ina maana ni ule moyo wa utumishi ndio unamkirimia hiyo, moyo wa kujitoa zaidi kwa watu wengine, sio kujilimbikizia mali, sio kutumia nafasi yake kujinufaisha yeye mwenyewe na watoto zake na rafiki zake. Amejitolea kikamilifu. Na katika kufuata njia hiyo basi alikuwa anaishi upya ubatizo. Wakati jumuiya nzima inafikiria nafsi zao, sisi viongozi wote tunajifikiria jinsi ya kujinufaisha na kunufaisha wa ndugu zetu. Tukipata nafasi, mtu wa kwanza kumweka katika kumteua, unafikiria kwanza mimi mwenyewe, nafsi yangu, watoto wangu na rafiki zangu. Hiyo ni hali ya kizamani. Basi tumwombe Mungu kwanza kipindi hiki cha Pasaka Kristo atufundishe upya huo, lakini vile vile asimike ndani yetu moyo wa utumishi wa kujitolea kwa ajili ya watu, ili watu waishi kwa amani, upendo na haki. Tumsifu Yesu Kristo.